Mimi naitwa Margaret Juma Mali, ndio mama yake Miriam Modemba, mama wa mzaa Chema. Nashukuru siku hii ya leo, nina furaha kubwa sana kwa kuweza mwanangu kutimiza umri aliokuwa nao. Nashukuru sana. Yaani imenikumbusha vitu vingi sana. Nashukuru Mungu na namshukuru Mungu kufika hapa. Sikutegemea kama leo utafika hapa, lakini tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu kufika hapa. Na nawashukuru wote walimu na wanafunzi wa hapa. Nawashukuru sana watoto hawa, wajukuu zangu. Nafikiri hawa wajukuu si leo tu tumeanza kuonana nao. Ni mara nyingi tunaonana nao, ambapo Miriam ndio mfadhili wao mkubwa, ambao anawapenda, ni watoto wake, ni wadogo zake. Miriam alipozaliwa hatukutegemea atakuwa hivi. Kwanza anapenda watoto, anapenda yatima, na labda kwa sababu Mungu amemjalia na sisi tunaye mlemavu, na ndio maana Miriam anapenda walemavu. Mimi mwenyewe nimezaa mlemavu, na ndio maana Miriam yupo mstari wa mbele sana kuangalia walemavu, na namshukuru Mungu amjalie awe na moyo huo huo. Kwa kweli sina mengi ya kusema, ila namshukuru sana Mwenyezi Mungu amjalie, amsimamie, amuongoze kwa kila jambo. Pale anapoguswa sehemu kusaidia, asaidie bila tatizo lolote. Mwenyezi Mungu amsaidie, na hayo tu, sina mengi. Mimi kama binti Walioka ambaye ni mdau mkubwa wa masuala mazima ya jamii, ya kuijali jamii, ya kuithamini jamii, tukio la leo limenifurahisha kweli kweli kweli. Kabla sijaenda mbali, kwanza niseme happy birthday to you Miriam Modemba, mdogo wangu kipenzi. Hongera kwa kuwa mama bora, lakini mama unayejali, kwa sababu mama sio yule tu ambaye anakuwa na watoto wake aliyowazaa yeye. Mama bora ni yule ambaye anajali jamii yake, anajali wanaomzunguka, anathamini jamii yake, hataki mtoto yoyote aharibikiwe, hataki mtoto yoyote akose chochote. Yaani mama bora ni yule ambaye anakumbuka wengine wakati wowote. Miriam Modemba ni mtu ambaye anajali, anathamini jamii, anathamini watoto. Fikiria leo ni siku yake ya kuzaliwa. Yuko huko mbali, lakini bado ameikumbuka nyumbani, akakumbuka jamii yao, akakumbuka watoto, akafanya tukio kubwa kabisa la kuwalisha chakula, kama ambavyo tumeagizwa katika vitabu vya dini wote. Tuwathamini yatima, lakini tuwathamini, tuwajali katika chakula, mavazi na mambo mengine. Ni kitu ambacho Miriam amefanya, na yuko mbali. Watoto takriban 200 leo, lakini wafanyakazi wanaowalea na sisi wadau mbalimbali tumeshiriki katika tukio hili zuri la kihistoria la kuhakikisha jamii yetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini vile vile kwa safari hii imekuwa na Kwaresma kwa pamoja. Na bahati nzuri mwenzetu Miriam amezaliwa katika mwezi huu ambao kuna Ramadhani, kuna Kwaresma. Yeye akakumbuka kuwajali na kurudisha kwa jamii, kuwalea na tuwalee yatima kama tulivyoagizwa. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana, niipongeze Miriam Foundation Modemba kwa sababu kuwakumbuka watoto au kuikumbuka jamii ni kitu bora, kitu cha msingi ambacho kila mmoja wetu anatakiwa tufanye hivi. Fikiria Miriam akifanya, Sakina akifanya, mwingine akifanya, na wote tukifanya. Kuna mtoto ambaye atapata tabu mtaani? Hakuna. Kwa hiyo wote kwa pamoja tu support juhudi za Miriam Modemba, lakini na sisi wenyewe binafsi tu support kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuagiza, na jamii hususan ambayo iliyo bora tutaitengeneza sisi wenyewe kwa mapenzi ya dhati kama ambayo Miriam ametoa. Maandiko yanaposema katika maandishi matakatifu kuwa ibada iliyo halisi, ibada njema ni kuweza kuwaona yatima, wajane na kuweza kutoa katika jamii. Hivyo na sisi tunatoa rai kwa taasisi ama wadau na watu wengine katika jamii waweze kuona na kutumia hii kama favor katika msimu huu wa Kwaresma pamoja na Ramadhan, kwa wakati ambapo watu tunaingia katika kufunga na kuweza kurudi ama kujiungamanisha karibu na Mungu wetu. Ni vyema tukatumia nafasi hii ili kuweza kuvuta zile baraka zake. Tunapotoa ndivyo tunavyozidi kupata. Kwa hiyo waweze kuwakumbuka hawa watu wenye mahitaji maalum, waweze kuwakumbuka wale watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, na ndio funga inakuwa inapata majibu kutoka kwa Mungu.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.